Mchezo bwana ulikuwa mgumu sana. Kwa hiyo ukicheza na timu kubwa kama hizi, ukifanya makosa wanakuwa wepesi sana kuadhibu wakati huo. Kwa hiyo si tuliwaheshimu Yanga, lakini tulizidi kufanya makosa wakatuadhibu, ndio maana tukafunga. Mwalimu ameongea nini na nini wakati anarudi katika kipindi cha kwanza? Mwalimu akatuambia tucheze na tuwazidi kuheshimu Yanga, ili tusizidi kufanya makosa, ni makosa yasiwe mengi, kwa sababu makosa yakiwa mengi ni rahisi sana kuadhibiwa kwa timu kubwa kama hii. Tulipoona ulikuwa na mwanao Israel mkibadilishana mawazo, nini alikuwa anakuambia baada ya mchezo? Tulikuwa tunapiga story tusijua. Kipindi cha nyuma tulikuwa wote, kwa sasa hivi kila mtu yupo timu tofauti. Kwa hiyo mpira umeisha, pale tulikuwa tunaongea tu kawaida. Tunakumbushana nyama. Unajua tushapigana sana mafunzo. Alikuwa kibondo wako ni unamuonea? Mwanangu sana hizo. Lakini mnaonesha kukamiana muda fulani. Ndio mpira ndio ulivyo. Mpira ndio ulivyo. Mpira sio adui, mpira fair play. Kwa hiyo kuna wakati vinatokea vitu kama vile uwanjani. Kwa hiyo mpira ukiisha ndio tunaungana, tunakuwa upendo unakuwa mmoja. Kuna muda kama aliomba penalti ile ambayo ulimchezea wewe. Ndugu yangu umeiona hiyo. Wewe vipi ile penalti? Ndio nakuuliza wewe unasemaje? Yeye alikuwa anakuambia. Sio penalti, ndio mwamuzi akufinika. Ingekuwa ni penalti mwamuzi angefinika, lakini sio penalti. Bwana Karabaka, kumalizia tukizungumzia mpira hasa kimataifa, mnyama anayewakilisha Tanzania, neno lako kama Mtanzania kwenye finali za kombe la shirikisho barani Afrika, kuwatakia heri? Mimi ninachozungumza kuhusu mnyama, mimi namuombea tu heri, akafanye vizuri ili mechi aje kuimaliza nyumbani. Sababu ukienda ugenini lazima ujipange na ugenini, kwa sababu hujui penzi wamejipangaje. Kwa hiyo mimi ninachoombea mnyama wakafanye vizuri ili mechi waje kuimaliza nyumbani na kubeba kombe. Imani yako ipo kwa namna gani kwenye hii mechi kulinganisha uzoefu wa Simba kwenye michezo ya kimataifa? Simba anabeba kombe. Kwa hata wewe pia kuwa na imani hiyo. Simba anabeba kombe. Nyepesi kwa mnyama. Kabisa, nyepesi kabisa. Sio kwa Mwarabu yule. Tena anatoka Bushu huko Belkani. Mpira upo hivyo, lakini wewe unatakiwa uwe na imani na timu yako ambayo ipo kwenye taifa lako. Usiangalie Waarabu wale wanakuja tunakoondoka. Kwa hiyo weka 100 Simba anachukua kombe. Na watu washaka wa Tanzania kwamba heshima inakuja nyumbani. Lazima tuweke heshima. Lazima libaki. Wenyewe wanakuambia lisipobaki wataliiba. Wenyewe wasema uliso. Anasema